Ripoti ya miaka 10 ya kwaya ya Mtakatifu Don Bosco, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Sehemu ya kwanza, historia ya kwaya. Mnamo mwaka 2015 ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT walikusanyika vijana wa kutoka mikoa mbalimbali na wa makabila mbalimbali wakisoma taaluma mbalimbali. Ukuu wa Mungu ulidhihirika ndani ya vijana hao kwa kukaa pamoja na kuona sababu ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, huku akiendelea kupata elimu yao ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji Mabibo, Dar es Salaam. Kwa idadi walikuwa ni vijana 15 pekee ambao tunaweza kusema ndio waasisi wa kwaya hii tunayoiona na kuisikia leo hii. Moyo wao wa upendo na msukumo mkubwa wa kumwimbia Mungu na kuinjilisha watauwa wake uliwafanya vijana hawa kuweka juhudi kubwa kuhakikisha wanapatikana vijana wengine wenye utayari wa kumwimbia Mungu ili kutengeneza familia kubwa inayounganisha sauti zao na kuleta sauti moja yenye kurudisha sifa na utukufu kwake yeye mwenye uweza, Mungu wa mbinguni. Hakika safari ya kuijenga familia hii haikuwa rahisi hata kidogo, hasa ukizingatia mazingira ya chuo kwa wakati huo ambayo yalikuwa hayawapi sana nafasi ya kukutana mara kwa mara kwa ajili ya majiundo mbalimbali ya kiuimbaji. Changamoto kubwa ilikuwa ni kutofautiana kwa ratiba za chuo kwa wanafunzi, kwani kila fani ilikuwa na ratiba yake ya masomo ambayo ni tofauti na fani nyingine, hivyo kujikuta katika wakati mgumu wa kuunganika pamoja. Licha ya changamoto zote, Mungu aliwajalia nguvu na ujasiri vijana hawa na kusimama imara kuhakikisha adhima na kiu yao ya kuanzisha familia hii inatimia. Kufikia mwaka 2017, ratiba ya chuo ikafanyiwa maboresho na hivyo wanafunzi wa fani zote kuanzia astashahada mpaka shahada kuwa na ratiba moja, yaani wanaanza muhula pamoja na kumaliza pamoja. Hii ilikuwa ni baraka kwa familia hii, kwani ulikuwa ni wasaa mzuri sana kwa vijana hawa kuweza kukutana mara kwa mara, wakijikita katika kuimba na kuweka mikakati ya kuijenga familia kubwa zaidi yenye vijana wanaopenda kumtumikia Mungu, ili wasitembee peke yao na wapweke. Vijana hawa wakamchagua Mtakatifu Don Bosco awe msimamizi na mwombezi wa kwaya. Hii ni kutokana na mapenzi ya mtakatifu huyu kwa vijana na kanisa kwa ujumla. Kutokana na juhudi hizo, kufikia mwaka 2018 idadi ya wanakwaya iliongezeka kutoka 15 walioanza hadi kufikia wanakwaya 40. Mpaka sasa kwaya yetu ina wanakwaya zaidi ya 80, ikiwa chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Wanafunzi wa Katoliki Vyuoni TMCS. Kwaya ilitanua wigo wa injilishaji kutoka kuhudumu katika vipindi vya dini tu na kuanza kuhudumu nje ya chuo, ikiwa ni pamoja na parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, kigango cha Mtakatifu Petro Feba kwa wakati huo ambayo ni parokia kwa sasa, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Ruhanga, na katika makongamano na matamasha mbalimbali yaliyokuwa yakiratibiwa na TMCS kanda ya Dar es Salaam. Mungu alizidi kujalia neema na baraka nyingi sana familia hii, na mwaka 2019 mwezi Aprili kwa mara ya kwanza ukafanyika uzinduzi wa albamu iliyorekodiwa na vijana hawa na kupewa jina la Tusijiulize Kutenda Mema, iliyosheheni maudhui yenye kufundisha, kuonya, kuelimisha na kuburudisha kutoka kwa watunzi hodari wa muziki mtakatifu wa mahadhi ya Kanisa Katoliki. Tunathubutu kusema hii ndio ilikuwa kete ya kujulikana kwa kwaya hii, na hivyo kuwa kwaya ya mfano miongoni mwa kwaya za vijana ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mwaka 2020 TMCS kanda ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na Chama cha Wanataaluma wa Kristo wa Tanzania CPT walianzisha tamasha la kujenga maadili kwa vijana, ambapo kwaya mbalimbali za vyuo na vijana ushiriki. Tunajivunia kuwa na mafanikio makubwa katika ushiriki wetu kwenye matamasha haya, kwani yametufanya kuwa imara zaidi katika ukuaji na maendeleo ya kwaya yetu. Kamwe hatuwezi kusahau mchango wa matamasha haya na uongozi wa TMCS na CPT kwa pamoja. Miongoni mwa faida ni kupata nafasi ya kurekodi album kutoka Galaxy Pro baada ya kuwa washindi wa kwanza katika tamasha la awamu ya pili mwaka 2021 lililofanyika Msimbazi Center, Dar es Salaam. Albamu hii
ilipewa jina la Nimeitii Sauti ya Mungu. Ilizinduliwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2023. Kupitia albamu hii, kwaya ilipata mialiko mingi ya kuhudumu katika matukio mbalimbali ya ndani ya jimbo la Dar es Salaam na nje ya jimbo letu. Familia ikazidi kukua na kuwa kubwa zaidi, huku wengine wakihitimu masomo yao na wengine wanaanza masomo, hivyo ikawa ni kuchipuka na kunyauka. Misingi mizuri na imara iliyowekwa na waasisi wa familia hii na wote waliopita katika familia hii inazidi kuifanya familia hii kuwa ya mfano na kutoa wanakwaya wengi na bora wanaohudumu katika kwaya mbalimbali baada ya kumaliza masomo yao. Hakika hii ni miaka 10 ya matunda mema yaliyotukuka sana. Sehemu ya pili, uongozi, sheria na miongozo. Kabla ya mwaka 2018, kwaya yetu ilikuwa ikiongozwa na viongozi mbalimbali wakishirikiana kwa ukaribu na uongozi wa TMCS. Hivyo viongozi wa TMCS walikuwa wakisimamia shughuli za tawi na shughuli za kwaya kwa pamoja. Tangu mwaka 2018 mpaka sasa, kwaya yetu imekuwa ikiongozwa na kusimamiwa na viongozi wa kamati mbalimbali kulingana na utaratibu uliowekwa kwenye Katiba ya Utume wa Kwaya Katoliki Tanzania UKWAKATA toleo la mwaka 2018 pamoja na Katiba ya Umoja wa Wanafunzi wa Katoliki Vyuoni TMCS ya mwaka 2018 na kanuni za kwaya toleo la mwaka 2023. Kupitia utaratibu huu, tumekuwa na urithishwaji mzuri wa madaraka kwa viongozi kila mwaka, na kwa pamoja wameliongoza na wanaendelea kuliongoza gurudumu hili muhimu la kwaya yetu. Kamwe hatutaweza kusahau juhudi zao, majitoleo yao, ujasiri wao, utayari wao na upendo wao wa dhati kwa kwaya yetu tunayojivunia leo hii. Bila uthabiti wao waliopewa na Mungu, tusingeweza kusimama hapa leo. Kwa upekee na umuhimu mkubwa, tunaomba tuwatambue hao wafuatao kwa kuiongoza kwaya yetu katika kipindi hiki cha miaka 10. Mwaka 2015, Donanciano Joseph Shitundu alikuwa ni mwenyekiti. Gosbet Rutayega alikuwa mwalimu kiongozi. Mwaka 2016, Donanciano Joseph Shitundu alikuwa ni mwenyekiti. Deus Kobelo alikuwa kaimu mwenyekiti na Gosbet Rutayega mwalimu kiongozi. Mwaka 2017, Donanciano Joseph Shitundu alikuwa ni mwenyekiti na Deus Kobelo kaimu mwenyekiti. Mwaka 2018, Josephat Doto Msomi alikuwa ni mwenyekiti, Patrick Renatus mwalimu kiongozi, George Ndamo katibu mtendaji na Irene Afizai mhasibu. Mwaka 2019, Josephat Doto Msomi mwenyekiti, Joachim Joram mwalimu kiongozi, Lucas Jackson katibu mtendaji na Irene Afizai mhasibu. Mwaka 2020, tulianza kufuata katiba ya UKWAKATA kama inavyoelekeza. Kelvin Melchior Rezaura mwenyekiti wa kwaya, Joachim Joram mwalimu kiongozi, Enrique Alfred Mgani katibu mtendaji, Christian Vitalis Jeremias katibu msaidizi, Sylvia Norbert Mbogela mhasibu. Mwaka 2021, Freddy Mosha mwenyekiti, Joachim Joram mwalimu kiongozi, Christian Vitalis Jeremias katibu mtendaji, Anthony Shitente katibu msaidizi, Sylvia Norbert Mbogela mhasibu. Mwaka 2022, Anthony Shitente mwenyekiti, Simeoni Karisti mwalimu kiongozi, Teresia Mhulila katibu mtendaji, Doto James katibu msaidizi na Dativa Mtaresi mhasibu. Mwaka 2023, Daudi Cosmas mwenyekiti, Simeoni Karisti mwalimu kiongozi, Paulo Yohana katibu mtendaji, Rosemary Masawe katibu msaidizi, Odeta Chambi mhasibu. Mwaka 2024, Johnny Nima mwenyekiti, Alphonse Manota mwalimu kiongozi, Leonard Kimazi katibu mtendaji, Evelius Oswald katibu msaidizi, Bertha Kimario mhasibu. Mwaka 2025,
Joseph Simon, mwenyekiti; Innocent Robert, mwalimu kiongozi; Yohana John, katibu mtendaji; Godwin Maria na Isaac Ngusa, katibu msaidizi; Elizabeth Joseph, mhasibu. Katika safu hii ya uongozi, tunapenda kutoa shukrani za dhati na za pekee kwa ndugu Patrick Mapando ambaye ametutangulia mbele za haki kwa moyo wake wa majitoleo katika kwaya, kwani alikuwa miongoni mwa walimu wa kwanza wa kwaya yetu. Ndugu huyu hakuwa mwanafunzi, lakini alijitolea kwa moyo sana kuijenga kwaya yetu. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Raha ya milele umpe Bwana. Patrick Mapando apumzike kwa amani. Pamoja naye tunapenda kumshukuru ndugu Peter Joakim Kisoki ambaye amekuwa sehemu ya familia hii kwa muda mrefu. Ingawa hakuwa mwanafunzi wa NIT, lakini amekuwa akijitoa kwa dhati kuhakikisha kwaya yetu inakuwa bora. Hakika mchango wake hauwezi kusahaulika kamwe, na tunazidi kumwombea kwa Mungu akitunze kipaji chake kwa manufaa ya vizazi vijavyo pia. Sehemu ya tatu, mafanikio. Safari yetu ya miaka 10 haikuwa ya kusahaulika wala kupotea, bali ni safari iliyojaa taa na mwangaza uliofungua milango mingi na kuondoa giza lililokuwepo. Hakika walikuwepo wakulima wazuri waliowafundisha wenzao namna ya kulima, nao wakaongezea maarifa yao, na hatimaye mazao yakastawi kutokana na rutuba iliyojaa shambani, na hatimaye yakapatikana mavuno yaliyo ya kutamanisha. Kila tunapoweka malengo, ni lazima tuyapime kwa kutazama hatua ya mafanikio iliyopigwa. Hatuwezi kuelezea moja baada ya lingine, lakini kwa ujumla haya machache ndiyo tunayojivunia katika safari yetu ya muongo mmoja. Matamasha, mashindano na makongamano. Ndani ya kipindi cha miaka 10 ya kwaya yetu, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kusimama imara na kushiriki katika matamasha, mashindano na makongamano mbalimbali ndani ya jimbo letu la Dar es Salaam. Nayo ni kama ifuatavyo. Mwaka 2019 tulishiriki mkesha wa kufunga muhula wa masomo ulioandaliwa na kanda ya Dar es Salaam, ambapo ulihusisha mashindano ya kwaya za vyuo vya Dar es Salaam na kuwa washindi namba 1. Mwaka 2022 mwezi Novemba tulifanikiwa kushiriki tamasha la kwaya za parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Ruhanga lililoandaliwa na baba paroko kwa kushirikiana na uongozi wa parokia ya Ruhanga na kigango cha Mtakatifu Pitafeba Mabibo kwa wakati huo. Mwaka 2022 mwezi Disemba tulifanikiwa kushiriki tamasha la Noeli lililofanyika katika parokia ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba Malamba Mawili, jimbo kuu la Dar es Salaam. Mwaka 2023 mwezi Novemba tulifanikiwa kushiriki tamasha la kwaya za parokia lililoandaliwa na baba paroko kwa kushirikiana na viongozi wa parokia ya Ruhanga na parokia ya Mabibo. Mwaka 2023 mwezi Juni tulifanikiwa kushiriki tamasha maalum kwa heshima ya Mtakatifu Antoni wa Padua lililoandaliwa na kwaya ya Mtakatifu Antoni wa Padua iliyopo parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Buyuni, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumefanikiwa kushiriki kwa 100% tamasha la kujenga maadili kwa vijana linaloandaliwa na TMCS kanda ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na Chama cha Wanataaluma wa Kristo wa Tanzania CPT kwa awamu zote 6. Ushiriki wetu na mafanikio yetu ni kama ifuatavyo. Mwaka 2020 tulishiriki kama washereheshaji. Tamasha hili lilifanyika viwanja vya Msimbazi Center. Mwaka 2021 tulishiriki na kushika nafasi ya kwanza. Tamasha hili lilifanyika viwanja vya Msimbazi Center. Mwaka 2022 tulishiriki na kufanikiwa kushika nafasi ya pili. Tamasha hili lilifanyika katika viwanja vya Don Bosco Oysterbay. Mwaka 2023 tulishiriki na kushika nafasi ya 5. Tamasha hili lilifanyika katika viwanja vya Don Bosco Oysterbay. Mwaka 2024 tulishiriki na kushika nafasi ya kwanza. Tamasha hili lilifanyika Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam DUSE. Mwaka 2025 tulishiriki na kufanikiwa kushika nafasi ya pili. Tamasha hili lilifanyika viwanja vya Don Bosco Oysterbay. Hakika tunajivunia ushiriki imara na uliotukuka katika tamasha hili
na jukwaa hili limeweza kutupatia mafanikio makubwa sana ya kiuimbaji na kiuchumi kwa ujumla. Ziara za kwaya, ziara za ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tumefanikiwa kutembelea parokia nyingi za Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, zikiwemo parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Manzese, parokia ya Mwenye Heri ya Nuarite Makuburi, parokia ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Kawe, kigango cha Bikira Maria Mama wa Shauri Jema Rift Valley, parokia ya Mtakatifu Kamili Yombo Kiwalani, parokia ya Mtakatifu Gabrieli Malaika Mkuu Mbagala Kuu, parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Mvuti. Ziara za nje ya Jimbo la Dar es Salaam. Parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, barabara ya 20, Jimbo Katoliki la Tanga, Januari 4 mpaka 5 mwaka 2020. Ziara hii iliambatana na utalii wa mazingira katika mapango ya Amboni. Parokia ya Mtakatifu Agnes 88, Jimbo Kuu Katoliki la Morogoro, Novemba 25 hadi Novemba 26 mwaka 2023. Ziara hii iliambatana na utalii wa kimazingira katika hifadhi ya taifa Mikumi. Kanisa Kuu la Mtakatifu Antoni wa Padua, Chumbageni, Jimbo Katoliki la Tanga, Novemba 23 hadi 24, 2024. Hazina ya nyimbo. Katika kipindi hiki cha miaka 10 ya kwaya yetu, sauti zetu ziliweza kunakiliwa vyema na kutunzwa kwa ajili ya kuendeleza jukumu letu la uinjilishaji na kuweka hazina kwa vizazi vijavyo. Mpaka sasa tumefanikiwa kurekodi takribani nyimbo 19 zilizopo katika albamu 2 za kwaya yetu. Albamu ya kwanza inaitwa Tusijiulize Kutenda Mema, iliyorekodiwa na Holy Trinity Studios mwaka 2019, ikiwa na jumla ya nyimbo 10 ambazo ni Tusijiulize Kutenda Mema, utunzi wa Florence Nyanza; Tazama Nimekuchora, utunzi wa Clement P. Msungu; Amani Tanzania, utunzi wa A. Mtiruhungwa; Inueni Vichwa Vyenu, utunzi wa David Benjamin Wasonga; Rosari Silaha Yetu, utunzi wa John William Kasole; Astahili Mwanakondoo, utunzi wa F.B. Maria; Hata Lini Utanisahau, utunzi wa F.B. Maria; Matumaini, utunzi wa Mwembe Ediga; Ni Neno Jema, utunzi wa Elias F. Kidaruso; Niumbie Moyo Safi, utunzi wa Akonai M. Saragu. Mwaka 2023 tarehe 4 Juni tulifanikiwa kuzindua albamu ya pili ya kwaya yetu inayojulikana kwa jina la Nimeitii Sauti ya Mungu, iliyorekodiwa na Galaxy Pro, ikiwa na jumla ya nyimbo 9 ambazo ni Nitakusifu Mungu wangu, utunzi wa Johan Mentner, imenakiliwa kwa lugha ya Kiswahili na Peter Maurus; Nitumie Kama Upendavyo, utunzi wa Deo Kashatila; Mtukuzeni Bwana, utunzi wa hayati Melchior Basiri Siote; Nitakushukuru Mungu wangu, utunzi wa Ernestus Ogeda; Hakika Sisi Ni Watoto wa Mungu, utunzi wa Florence E. Nyanza; Cantate El Signore, utunzi wa Marco Filisina, umenakiliwa kwa lugha ya Kiswahili na Joakim Joram; Rafiki Mwema, maalum kwa ajili ya somo wa kwaya yetu, utunzi wa Benedict Elias Magilu; Kristo Ni Yule Yule, utunzi wa Peter Joakim Kisoki; Twashukuru Sana, utunzi wa Lazaro Magovongo. Sehemu ya 4, changamoto. Hakuna milima bila mabonde na hakuna barabara iliyo ndefu ikakosa kona. Safari yetu ya miaka 10 ya kumtukuza Mungu, kama zilivyo safari nyingine, tumekutana na kukumbana na vikwazo mbalimbali. Changamoto hizo zimekuwa zikidhoofisha juhudi za kuendelea mbele zaidi katika safari yetu ya utume wa uimbaji. Zipo ambazo tumeweza kukabiliana nazo na kuzishinda, na zipo ambazo zipo nje ya uwezo wetu. Miongoni mwa changamoto zinazotukabili ni pamoja na hizi zifuatazo: uchumi duni wa kwaya. Maendeleo ya utume wetu wa uimbaji yanahitaji sana uimara wetu wa kiuchumi
ili tuweze kuwa na uwezo wa kuyatimiza malengo yetu. Kutokana na ukweli kwamba familia yetu inaundwa na wanafunzi ambao wengi wetu hatuna kipato cha kutosha, imeleta changamoto katika uchumi wa kwaya yetu, kwani tunashindwa kuihudumia kwaya vizuri kiuchumi. Upungufu wa ala za muziki. Muziki wetu ili uweze kuwa bora na mzuri, unahitaji muunganiko wa sauti zetu na ala mbalimbali za kusindikiza uimbaji wetu. Ala za muziki tulizonazo ni chache na nyingine hazina uwezo mkubwa ukilinganisha na mahitaji yetu. Miongoni mwa ala ambazo tunazikosa ni pamoja na ngoma, kinanda cha mazoezi, pamoja na vipuri au kwa lugha nyingine percussions. Ukosefu wa vifaa vya muziki na kiutendaji. Tuna uhitaji wa vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutusaidia katika kuboresha uimbaji wetu na kuikuza kwaya yetu kwa njia tofauti tofauti. Miongoni mwa vifaa hivyo ni kompyuta kwa ajili ya kutunzia taarifa mbalimbali za kwaya, kutunzia nakala za nyimbo, utunzi wa nyimbo na matumizi kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Vifaa kwa ajili ya mtwiribu, baton na conductor's stand. Simu janja yani smartphone kwa ajili ya matumizi ya kitengo cha media ya kwaya yetu. Kamera kwa ajili ya kurekodi matukio mbalimbali na kutunza kumbukumbu nzuri kwa ajili ya Don Bosco ijayo. Mashine ya kuchapa nakala mbalimbali ikiwemo nyimbo, kwani tunatumia gharama kubwa kuchapa nakala hizo. Upungufu wa sare za kwaya. Kwaya yetu imekuwa ikishiriki katika matukio mengi ikiwemo misa takatifu, sherehe mbalimbali, matamasha na makongamano. Uimbaji wetu unapaswa kuambatana na unadhifu na ufanano wa muonekano wetu. Kutokana na changamoto za kifedha, wanakwaya wengi wanashindwa kununua sare mara kwa mara. Ili kupunguza mzigo huo, tunatumia sare za kudumu za kwaya ambazo hazitoshi kwa sasa kulingana na mahitaji ya kwaya na idadi ya wanakwaya. Miongoni mwa sare tunazozihitaji kwa sasa ni t-shirts jozi 2 za rangi ya zambarau na rangi nyeupe kwa kila rangi, t-shirt 80, ili kukidhi mahitaji yetu ya sasa na kuendana na rangi za liturujia ya Kanisa Katoliki. Majoho 80 pamoja na skafu zake kulingana na rangi za liturujia. Ukosefu wa miradi ya kwaya. Kwaya inashindwa kujiendesha yenyewe na hivyo kuegemea zaidi kwenye michango ya wanakwaya mmoja mmoja ambao nao ni wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kutoa kila mchango unaotakiwa. Hii ni kutokana na kukosa miradi ya kwaya ambayo ingeweza kutuingizia kipato na kupunguza mzigo wa michango kwa wanakwaya katika matukio mbalimbali. Kinachotukwamisha katika hili ni kutokuwa na mtaji wa kuweza kufungua miradi ambayo inaweza kuwa na msaada kwetu. Kukosa mlezi au mshauri wa kwaya. Kwa sasa mlezi au mshauri tuliye naye ni baba paroko ambaye ni mlezi wa UKWAKATA parokia kikatiba. Tunakosa mlezi mahususi wa kwaya yetu ambaye angeweza kutushauri na kutusaidia kwenye mambo mbalimbali ya usuyo utume wetu na maisha yetu kwa ujumla kama vijana, kwani sisi peke yetu hatutoshi kutatua kila jambo linalotukuta. Kukosa ofisi au mahali pa kutunza na kuhifadhi mali za kwaya. Mali zetu kwa sasa zinatunzwa na viongozi wanaosimamia vitengo husika, kwani hatuna ofisi ya kutunzia. Hali hii inasababisha baadhi ya mali zetu kupotea na nyingine kuharibika, kwani zinakaa katika mazingira ambayo mwanafunzi anachangamana na watu wengi, hivyo kusababisha hasara kwa kwaya yetu. Sehemu ya 5, matarajio yetu. Baada ya kutimiza miaka 10 ya utume wetu, tunaamini kwa mapenzi yake Mungu tunaweza kufika miaka 10 zaidi ijayo tukiwa imara na wenye umoja uliothabiti. Bado tuna kiu kubwa sana ya kufanya vizuri na kuendelea kuwa mfano bora kwa vijana na jamii kwa ujumla kutokana na utume tunaofanya. Ili kuendelea kuitunza tunu ya familia hii, tumeweka malengo na matarajio yaliyobeba maono yetu kwa utume wetu. Tunayo malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi: kuboresha upatikanaji wa ala na vifaa vya muziki ambavyo kwa sasa tunahitaji kupata kinanda cha mezani cha mazoezi, vifaa kwa ajili ya mtiribu yaani baton na conductor's stand, seti moja ya ngoma za kisasa, filimbi, manyanga, tambourine na kayamba. Kuongeza sare rasmi za kudumu za kwaya.
T-shirts rangi ya zambarau au rujuani piece 80, T-shirts rangi nyeupe piece 80. Kuimarisha darasa la muziki ili kuinua kiwango cha umahiri wa wanakwaya. Tunatarajia kununua vitabu na nyenzo za kufundishia muziki mtakatifu, kuboreshwa kwa mazingira ya kujifunzia muziki, kualika wakufunzi wa uimbaji na sauti, kuwaleta wakufunzi mahiri na wataalamu wa muziki na sauti ili kutoa mafunzo ya kina kwa wanakwaya wetu, hasa wanakwaya wapya na wale wanaochipukia katika uimbaji wa kitaalamu. Kuimarisha akaunti zetu za mitandao ya kijamii kwa kununua simu janja ya kwaya ambayo itatunza na kusambaza maudhui tunayoyaandaa, kununua kompyuta mpakato laptop kwa ajili ya kuhifadhi na kutengeneza maudhui mbalimbali ya kwaya yetu, kununua kamera kwa ajili ya kurekodi maudhui mbalimbali ya kwaya, kununua mashine ya kuchapa nakala mbalimbali ikiwemo nakala za nyimbo tunazotumia, kuzalisha waimbaji binafsi yani soloists kupitia madarasa ya kuwajengea uwezo waimbaji yanayoandaliwa na kamati ya maadhimisho na muziki ya kwaya. Malengo ya muda mrefu. Ili kufikia ndoto tunayoitamani, tuna malengo yafuatayo: kuanzisha darasa la uimbaji kwa wanakwaya wetu ili kuwajengea uwezo zaidi wa uimbaji na kuwaweka katika misingi ya muziki mtakatifu. Darasa hili litaendeshwa na wakufunzi na wataalamu wa muziki mtakatifu kwa wanakwaya wote, huku msisitizo ukiwekwa zaidi kwa wanakwaya wapya wanaojiunga ili nao waweze kuwa imara katika utume huu wa uimbaji. Kutunza muziki mtakatifu kwa kuzingatia utunzi na mahadhi ya muziki wa Kanisa Katoliki na kuepuka aina nyingine za muziki ambazo sio za Ukatoliki, kwani ladha ya sauti zetu inapaswa kujengwa katika Ukatoliki wetu. Kuanzisha darasa maalum la kujifunza muziki mtakatifu, yaani notation, utunzi, upigaji wa ala, kutiribu na kadhalika kwa wasichana, ili tuwe na wataalamu wa muziki wa kike, kwani kwa sasa wameachwa nyuma katika kujifunza muziki mtakatifu na badala yake wamebaki kuwa waimbaji tu. Tunaamini ujuzi wao utakuwa na mchango mkubwa kwa maendeleo ya uimbaji wetu na kwa manufaa ya kanisa kwa ujumla. Kuendeleza utume wa kwaya yetu hata baada ya kumaliza masomo. Wengi wa wanafamilia wanaomaliza masomo yao wanashindwa kuendelea kuwa sehemu ya utume wa kwaya yetu kutokana na sababu mbalimbali. Baadhi yao wanajiunga na kwaya mbalimbali za parokia mbalimbali kulingana na maeneo wanayoishi. Tunakuja na mpango mahususi wa kuhakikisha tunakuwa na kwaya ya Mtakatifu Don Bosco hata baada ya kuhitimu masomo. Kuhakikisha ratiba ya uimbaji wa kwaya inaendelea kama kwaya nyingine. Hii inaambatana na lengo namba 4 hapo juu. Tunakuja na mkakati wa kuwakusanya wana Don Bosco waliomaliza masomo yao waliopo Dar es Salaam kwa pamoja kuwa na mwendelezo wa kwaya yetu. Tunamshukuru Mungu, uongozi wa parokia na uongozi wa UKWAKATA kwa kuona umuhimu wetu na kutujumuisha katika orodha ya kwaya za parokia, hivyo kupewa majukumu ya kiparokia. Pamoja na fursa hii adhimu, bado tumekuwa hatuitendei vyema nafasi hii, kwani ushiriki wetu unakuwa pale tu tunapokuwepo chuoni, tena tukiwa hatuna ratiba za mitihani. Kwa idhini ya Baba Paroko, tutatengeneza kwaya ya mfano ya wahitimu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji itakayokuwa inahudumu kama kwaya ya Mtakatifu Don Bosco parokiani kwetu. Kuandaa albamu ya 3 ya kwaya yetu ili kuendeleza kutunza kumbukumbu nzuri kwa vizazi vijavyo. Kila baada ya miaka 2, kwa uwezo wa Mungu, tutakuwa tukiandaa albamu zenye mkusanyiko wa nyimbo za Kikatoliki na zilizobeba ujumbe mbalimbali kwa watu wa rika zote, kusudi tuendelee kumsifu Mungu na sisi tukiendelea kubarikiwa. Kuanzisha mfuko maalum wa kuwasaidia wanafunzi wenzetu wenye changamoto mbalimbali katika safari yao ya masomo chuoni. Tunao wanafunzi wenzetu ambao wanakumbana na changamoto mbalimbali za maisha, ikiwemo kushindwa kulipa ada na kodi ya pango kwenye maeneo wanayoishi, hivyo kuwakosesha nafasi ya kusoma kwa utulivu na kufikia malengo yao. Mfuko huu utasimamiwa na kwaya na utachangiwa na wanakwaya na watu wote wenye mapenzi mema na kuratibiwa kwa utaratibu utakaowekwa na kuidhinishwa na Baba Paroko ili tuweze kuiishi kauli ya upendo unaanzia nyumbani. Kuanzisha mpango wa malezi ya kiimani na kiutumishi kwa wanakwaya.
Katika kukuza imani na utume wa vijana, kwaya itaanzisha utaratibu wa mafungo, retreats, semina za kiroho, mafundisho ya Biblia na mafunzo ya huduma katika kanisa, ili kuwajengea wanakwaya msingi wa maisha ya kiroho, maadili na ukomavu wa utumishi. Hii itawasaidia kuwa viongozi wa kesho wa kanisa na jamii kwa ujumla. Kujenga ushirikiano na kwaya nyingine ndani na nje ya parokia kwa lengo la kukuza mahusiano, kubadilishana uzoefu na kujifunza zaidi. Tumejipanga kuanzisha urafiki wa kiutume, kwaya twinning na kwaya nyingine kutoka parokia au vyuo vingine. Ushirikiano huu utahusisha ziara, semina za pamoja, warsha za muziki na hata maonesho ya uimbaji. Kuanzisha studio ya kurekodi muziki mtakatifu. Kwa kutambua umuhimu wa kutunza na kusambaza muziki mtakatifu kwa vizazi vijavyo na kwa jamii kwa ujumla, tunalenga kuanzisha studio ya kisasa ya kurekodi muziki mtakatifu. Studio hii itatumika kurekodi nyimbo zetu wenyewe, kutoa huduma kwa kwaya nyingine za vyuo na parokia, na hatimaye kuwa kituo mahiri cha kukuza vipaji vya muziki wa kiimani kwa vijana. Kupitia studio hii, tutaweza kuandaa albamu zetu kwa ubora zaidi, kuhifadhi historia ya muziki wetu na kueneza ujumbe wa Injili kwa sauti bora, teknolojia sahihi na maudhui yenye kufundisha, kuhamasisha na kubariki wasikilizaji. Sehemu ya 6, mapendekezo. Tukiwa tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii ya miaka 10, kwa pamoja kama wanafamilia na vijana, tunashauri na kupendekeza yafuatayo kwa ajili ya ustawi wa utume wa kwaya na maisha ya vijana kwa ujumla. Utume wa kwaya kwa vijana ni utume muhimu sana, kwani unawakutanisha pamoja vijana na kuwatenga na vishawishi mbalimbali vya kidunia. Tunaomba viongozi wa parokia kuwaunga mkono vijana katika jitihada zao za kumtumikia Mungu, kwani ushirikiano wenu kwao utaleta chachu na ari ya kumtumikia Mungu zaidi. Kwa kutambua umuhimu wa utume wa uimbaji katika kanisa, tunapendekeza iwepo ofisi mahususi kwa ajili ya UKWAKATA parokia, ambapo masuala mbalimbali yanayohusu UKWAKATA yanaweza kuwasilishwa hapo. Lakini pia itumike kama sehemu ya kutunza mali na nyaraka mbalimbali za kwaya zetu za parokia. Tunatamani kila kwaya ipate ofisi yake, lakini kutokana na ufinyu wa eneo la parokia yetu kwa sasa, tunaomba ipatikane angalau ofisi moja ya kuhudumia kwaya zote. Tunapendekeza yafanyike maboresho na ubunifu kwenye matamasha na makongamano mbalimbali yanayoandaliwa na viongozi wa kanda yanayohusu kwaya zetu za vyuo, ili kuongeza chachu ya mabadiliko na maendeleo kwenye utume wetu, kwani majukwaa haya yamekuwa ya muhimu sana katika maendeleo ya kwaya. Mathalan, tamasha la kujenga maadili kwa vijana maarufu kama tamasha la CPT. Ni muhimu kwa kwaya za vijana kuwa na walezi wanaowasimamia ili waweze kudumu katika misingi imara ya uimbaji na kutunza kicho cha maadili ya Kanisa Katoliki, kwani mabadiliko ya teknolojia na mtindo wa maisha unabadilisha vijana wengi na wengine hata kuona utume wa uimbaji kama sehemu ya kawaida badala ya kuzama katika kumtumikia na kumwimbia Mungu katika roho na kweli kama tulivyoagizwa. Katika hili, mlezi awe mwenye kupenda utume wa uimbaji pia, ili iwe rahisi kwake kujitolea kuwaongoza vijana. Pamoja nao wawepo washauri wa kiroho, spiritual mentors, kwa vijana waliopo kwenye kwaya zetu. Tunapendekeza kuwepo kwa umoja na ushirikiano mwema kati ya kwaya za parokia na kwaya za vyuo, ili kuwajengea uwezo vijana waliopo kwenye kwaya za vyuo, ambao ni tunu na hazina bora kwa kwaya zetu za parokia. Tunapendekeza kuwepo kwa mikusanyiko na matamasha ya mara kwa mara kwa vijana wa parokia, ikiambatana na semina na mafunzo mbalimbali ya imani na maisha kwa ujumla. Hii pia itumike kama chachu ya kuwafanya vijana walipende kanisa na kuhakikisha wanaishi katika misingi na maadili ya Kanisa Katoliki, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbana na mmomonyoko mkubwa wa maadili, hasa kwa vijana. Tunapendekeza kuwepo kwa darasa la muziki ndani ya parokia, ili kuwapa nafasi vijana kujifunza muziki na kuwa na hazina ya wanamuziki bora wa kanisa, na tuwe na kwaya bora katika parokia yetu. Darasa hili liambatane na uwepo wa vifaa na nyenzo mahususi za kufundishia,
kama vile kinanda na ala nyingine muhimu. Mafungo na mafunzo ya kiroho kwa wanakwaya bila kuathiri ratiba za parokia. Kama vijana, tunapendekeza kuandaliwa kwa mafungo ya kiroho angalau mara moja kwa mwaka kwa ajili ya wanakwaya, ili kuwajengea msingi imara wa maisha ya sala, maadili na kujitolea katika kanisa, na kukumbushwa wajibu wetu katika kanisa kama waamini. Tunapendekeza kusaidiwa katika kuanzisha miradi midogo ya kiuchumi ili kusaidia gharama za kwaya kama vile mavazi, safari na usimamizi wa matukio. Hii itasaidia pia kuwajengea wanakwaya stadi za ujasiriamali na kujitegemea kimaisha na kupunguza utegemezi katika matukio mbalimbali. Muziki wa liturujia ni chombo muhimu cha kumtukuza Mungu, kueneza Injili na kuwajenga vijana kiimani. Tunapendekeza juhudi za pamoja kati ya kwaya, viongozi wa kanisa, vyuo na jamii kwa ujumla, ili kuhakikisha huduma hii inaendelea kukua na kuwagusa vijana wengi zaidi. Sehemu ya 7 na ya mwisho, shukrani na hitimisho. Safari yetu ya utume wa uimbaji isingeweza kufika hapa bila ushirikiano na majitoleo ya makundi mbalimbali yaliyoungana nasi kwa njia moja au nyingine. Kwanza, kwa upekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya na nguvu ya kuendelea kumtumikia. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa waasisi na waanzilishi wa familia hii kwa moyo wao wa majitoleo na kupambana kuijenga kwaya yetu. Mungu aendelee kuikumbuka sadaka hii adhimu mlioitoa. Tunatoa shukrani za dhati kwa viongozi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kwa kuruhusu mikusanyiko na shughuli za kidini chuoni. Mazingira rafiki na uhuru wa shughuli hizi umekuwa chachu ya maendeleo na mafanikio ya kwaya yetu, kwani uhuru huu umeturuhusu kuwa na muda wa kutosha wa kufanya majiundo ya uimbaji. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa familia ya shirika la mapadri wa Yesu, Jesuit Fathers, ambao wanatoa huduma ya kichungaji katika parokia yetu, kwa upendo wao na ushirikiano wao kwa vijana. Hakika tunafurahia ukaribu wao kwetu na malezi bora wanayoyatoa kwa vijana, hasa katika chuo chetu. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa parokia za Moyo wa Mtakatifu wa Yesu Manzese, parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Ruhanga na parokia yetu ya Mtakatifu Pitafeba Mabibo kwa kukubali kutulea na kutusimamia mpaka hapa tulipofikia leo. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuwaombea heri na baraka katika kazi zenu za kila siku. Kwa moyo wa dhati, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Baba Paroko Padri Martin Mkoba SJ, ambaye ni mlezi wetu, kwa kuwa pamoja na kwaya yetu katika hali zote. Hakika upendo na ukaribu wako kwa vijana unatutia matumaini na ari ya kuendelea kuupenda utume wetu na kutamani kukua zaidi na zaidi kwa kufuata miongozo na malezi yako yaliyotukuka kwa vijana. Umekuwa kimbilio letu na mshauri wetu wa kwanza. Mwenyezi Mungu azidi kukufanya baraka kwa watauwa wake. Kwa dhati tunapenda kutoa shukrani kwa Chama cha Wanataaluma wa Kristo Tanzania CPT kwa utayari wao wa kushirikiana na vijana katika kujenga jamii yenye maadili, hasa kupitia tamasha la kujenga maadili kwa vijana linalofanyika kila mwaka tangu mwaka 2020. Hakika CPT imekuwa chachu ya mabadiliko ya uimbaji kwa kwaya za vyuo ndani ya Dar es Salaam, ikiwemo kwaya yetu ya Mtakatifu Don Bosco. Kama familia, tunapenda kumshukuru mlezi wa TMCS Kanda Dar es Salaam, Padri Dr. Joseph Peter Mosha, kwa malezi na upendo wake wa dhati kwa vijana, hususan katika utume huu wa uimbaji. Hakika hadithi ya mafundisho yake, maonyo, maelekezo na ushauri wake umejenga vijana wenye kupenda imani Katoliki na kulipenda kanisa. Mungu azidi kumtunza kwa ajili ya mafanikio ya vizazi vijavyo. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa watu binafsi na familia mbalimbali zinazojitolea na kutusaidia katika changamoto mbalimbali tunazopitia. Hicho kidogo mnachokitoa ni cha thamani kubwa sana, na tunaomba muendelee kuwa pamoja nasi na msitufungie milango tutakapobisha hodi kwa mara nyingine. Kwa pekee tunapenda kuwashukuru waamini na wanaparokia wa parokia ya Mtakatifu Pitafeba Mabibo kwa ushirikiano wao waliotuonesha tangu kuanzishwa kwa kwaya yetu
na wanaoendelea kutuonesha mpaka sasa katika utume wetu. Pamoja na kuwa nasi katika utume wetu wa kiuimbaji, waamini hawa wamekuwa msaada mkubwa katika maisha yetu ya kawaida kwenye mitaa tunayoishi, kwani wanaishi nasi kwa upendo kama vijana wao. Shukrani zetu za dhati ziende kwa wale waliokubali mwaliko wetu na kukubali kuungana pamoja nasi katika siku hii muhimu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya miaka 10 ya kwaya yetu. Mungu awabariki kwa kuona thamani ya siku hii na kufika hapa, na tunaomba muendelee kuwa sehemu ya safari yetu na kuungana nasi katika matukio mengine. Tunapeleka shukrani zetu za dhati kwa kwaya rafiki, kwaya ya Mtakatifu Filomena Mabibo Hostel, parokia ya Chuo Kikuu, na kwaya ya Mtakatifu Francisco wa Asizi kutoka Chuo cha Uhasibu Tanzania TIA campus ya Dar es Salaam, kwa kukubali kuungana nasi na kuinjilisha kwa njia ya uimbaji siku hii ya leo. Mungu azidi kudumisha upendo huu na ushirikiano uliopo kati yetu. Kwa namna ya pekee tunamshukuru Padre Didmas Shirima SJ kwa kukubali kuwa mgeni wa heshima katika sherehe hii muhimu ya kwaya yetu. Umetuonesha thamani kubwa na mfano wa kujitoa bila kujiuliza katika kujenga na kukuza imani yetu. Sadaka yako hii ibarikiwe na Mwenyezi Mungu azidi kukutunza siku zote. Mwisho, tunapenda kuwashukuru watu wote mliosimama bega kwa bega na kwaya yetu tangu kuanzishwa kwake mwaka 2015 mpaka leo hii. Tunawashukuru wanakwaya wetu waliojitolea kwa moyo wa upendo kuandaa sherehe hii na kuwakusanya tena pamoja wanafamilia hii. Asanteni wote kwa kufika siku hii ya leo, na tunawakaribisha tena na tena kushirikiana kuinjilisha na kuitetea imani Katoliki. Mungu awabariki sana. Ripoti hii imeandaliwa na uongozi wa kwaya ya Mtakatifu Don Bosco kwa niaba ya wanakwaya wa kwaya ya Mtakatifu Don Bosco, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Miaka 10 ya Don Bosco, tutaimba daima. Asanteni sana na mbarikiwe wote. Makofi sana kwa risala nzuri sana ya kisome. Sawa, hongereni sana. Sasa meza kuu tunaomba tusimame, meza kuu kwa ajili ya kupokea risala hii. Meza kuu tunaomba tusimame. Haya, karibuni sasa kwenda DJ wasindikize. Sawa.